na Millard yuko ready tayari na Mwakinyo kuishi na sisi. Sana Frida Amani kutokea 88.5 Dar es Salaam. Mimi ni Millard Ayo na ripoti kutokea hapa 96.1 Tanga. Tunajua tumekuwa na wiki ambayo imekuwa na mfululizo wa habari kumhusu bondia wetu Hassan Mwakinyo kutokea hapa Tanga, akituhumiwa kumpiga na kumwadhibu vikali kijana aitwaye Musa Ali mwenye umri wa miaka 21. Na sasa Mwakinyo ameshaachiwa, yuko nje kwa dhamana, I hope sijakosea. Na kwa ufupi leo kwenye Amplifier kwenye page number 4 tumepata nafasi na heshima ya kusikia kutoka kwake, kwa sababu watu kusikia kutoka kwake, lakini tulisikia sana kutoka polisi na kutoka kwa upande wa wanaomtuhumu wakiwemo wakazi wa Sahare. Bwana brother vipi? Bwana poa, mambo? Bwana mimi niko fresh kabisa. Unajisikiaje kwa sasa? Alhamdulillah, najisikia niko fresh, mwenye nguvu, mtiifu, mnyenyekevu wa kila namna kama ambavyo niko kawaida yote ya maisha yangu. Okay. Tuhuma dhidi ya kumpiga yule kijana zikoje? Ni kweli ulimkuta kwenye eneo lako la nyumbani akifanya wizi? Tuhuma sio za kweli za kumpiga kijana yule. Kwanza ni tuchukue nafasi hii ya pekee ya ujio wako hapa kuomba radhi kwa washabiki zangu wote ambao walikuazika na zile taarifa. Lakini pia nitumie nafasi hii kuomba radhi na kuwashukuru mashabiki zangu wote ambao walisimama kunitetea bila ya kuwa wamesikia chochote kutoka upande wangu kuhusiana na ukweli au kutokuwa na ukweli. Lakini pia nitumie nafasi hii kuomba radhi na kutoa pole familia ya kijana aliyepata ule mtihani. Tuhuma ninazohusishwa nazo sio za kweli, kwa sababu tukio lilitokea nyumbani na nilifanya taratibu zote zile zinazotakiwa zifanywe za awali, kushirikisha mwenyekiti wa mtaa na kuwasiliana na kituo cha polisi kupata msaada wa polisi wakati ambao alikuwa majeruhi. Kwa hiyo nafikiri nilitimiza wajibu wangu kama mtu yoyote ambaye anatakiwa afanye hivyo akiwa ndani ya katiba na sheria ya Jamhuri ya Muungano. Kijana anasema mida ya saa 11 alfajiri alikuwa anaokota nazi nje ya fensi ya nyumba yako. Na anasema wakati anaokota nazi wewe ndio ukatokea ukamuita, na baada ya hapo mkamchukua mkampeleka ndani na mkaanza kumpiga. Kuna ukweli gani kwenye eneo hilo? Hakuna ukweli, lakini nashindwa kuingia deep sana kwenye hii story kwa sababu tayari tumeshashirikisha serikali na watu wako kwenye uchunguzi wa kiserikali. Kwa hivyo nashindwa kudadavua kitaalamu sana, ambavyo pengine labda itawawia ugumu watu wengine kunielewa kama ambavyo wamezoea kunisikiliza kwenye kujieleza katika mambo mengi. Lakini kwa ufupi tu wa story, mnazi sio mwembe. Mwembe ndio ukifika usiku saa 6 wakipita makomba wanaweza kuangusha maembe, lakini nazi huwa hazianguki kama yanavyoanguka maembe. Kwa hiyo tukiachana na hilo, nyumba yangu mimi mwisho ni bahari na hakuna makazi ya watu tena. Sasa sifikiri kama naweza kuhusishwa na tuhuma yenye sura hiyo, lakini kwa kuwa ndo jambo linaloendelea, sina cha kusema tena. Lakini kwa sababu serikali zipo na zimeingilia kati, mamlaka zitasimamia. Lakini pia washabiki zangu wanapaswa kuelewa kuwa mimi ni mtu niko kwenye nafasi nyingine sasa hivi, na pia nina maadui wengi wanatafuta nafasi nyingi za kuhakikisha wanaupoteza ufalme wangu na vitu kama hivyo. Sawa. Na ni kama ambavyo umesema kwamba huwezi kuingia deep sana kwa sababu ya mambo yameshafika ngazi za kisheria. Ngazi za kisheria. Polisi umekaa siku ngapi? Polisi nimekaa siku 7. Alafu nikakaa magereza kama siku 4 kama 5. Ama 5 kitu kama hivyo. Hii ni mara yako ya kwanza kushikiliwa mahabusu na kukaa magereza? Sio tu mahabusu, ni mara yangu ya kwanza kwenye maisha yangu kushikiliwa kwa tuhuma ya namna hiyo, kwa sababu mimi sio mtu wa namna hiyo, na hata watu ambao wananifahamu katika wasifu wangu haitakuchukua muda mrefu sana kujua mimi ni mtu aina gani utakapouliza jina langu kuhusu jamii yoyote ile na hichi ambacho nahusishwa nacho. Lakini yule kijana amehojiwa na ameonesha majeraha mwilini, sehemu zote alizoshambuliwa. Kitendo kile hujakifanya? Millard, watu wanakuwa na mbwa kwa sababu ya security. Mbwa ni security yangu. Kwa hiyo siwezi kuwachagulia namna ya kumdhuru mtu atakapoingia kwenye himaya yangu bila ridhaa yangu. Hiyo ni page number 4, Frida Amani kutokea hapa Tanga 96.1 kwenye countdown ya Amplifier.
Oh yes, hii interview kama mlivyosikia imefanyika kwa ufupi sana. Hiyo ni kutokana na muda, lakini ni kuahidi tu Monday tutakuwa tunaendelea hapa saa 10 jioni. Utaendelea kumsikiliza Mwakinyo. News Flash inakuja, na muona Philip tayari yuko